Maombi ya usiku wa manane ni maombi muhimu sana kwako. Jitahidi kufanya maombi ya usiku wa manane. Na muda mzuri wa kufanya maombi ya usiku wa manane ni saa 7 usiku, saa 8 usiku, saa 9 usiku. Masaa haya matatu yamebeba nguvu kubwa za kiroho. Shetani anatumia majira haya kupanda mapando mabaya na kufanya uharibifu. Hivyo ukiamka kuomba, maana yake ulimwengu wa roho tayari unaweza kusikia nini kinachotakiwa kifanyike na nini ambacho unatakiwa kifanye. Katika imani tunaamini ya kwamba Mungu anafanya kazi majira yote na masaa yote. Lakini ule mwovu shetani anafanya kazi kwa nguvu majira ya nyakati za giza, kwa sababu yeye ni mtawala wa giza. Unapoamka usiku wa manane na kuomba, manake unaenda kinyume na mipango ya giza. Hivyo ulimwengu wa roho unakuwa active kwa ajili ya kusikia unasema nini, unataka nini, unatengeneza nini, unafanya kitu gani katika imani. Jitahidi kuomba, jitahidi kuamka na kuomba. Katika maandiko matakatifu, kitabu kile cha Kutoka, ile sura ya 14, ukisoma vizuri sura 14 imebeba ujumbe mkubwa sana katika maisha wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wamefukuzwa na wanafukuziwa na maadui zao ambao walikuwa ni wa Misri. Walipofika mahali Musa pamoja na watu wake, mbele yao wanaona bahari. Na ilikuwa ni usiku, na wakati wa kawaida ilikuwa hawezi kuishinda ile vita, kwa sababu kwanza kuna giza linalotawala. Na kama giza linatawala, manake wale watu wa Kimisri walikuwa wana miungu yao, walikuwa na vitu vyao vilivyokuwa vinawawezesha kuweza kupambana ile vita na kuweza kutafuta ushindi. Lakini Mungu kupitia imani na kupitia mahusiano ya Musa na Mungu aliweka nguzo. Ile nguzo ilikuwa ni nguzo ya moto ambayo iliwazuia maadui. Ijapokuwa ni usiku, lakini Mungu alikuwa ameachilia nguzo iweze kuwazuia maadui. Alafu kwa kuwa ilikuwa ni nyakati ya giza, Biblia inasema kwamba Mungu akaamuru ule usiku utoe nuru. Katika hali ya kawaida huenda ni nyakati za usiku, lakini kama una mahusiano mazuri na Mungu, umeamka kuomba kwenye maombi ya vita ya usiku wa manane, Mungu huwa anaamuru nyakati za giza ambazo zinatoa giza zinyamazishe giza na nuru ya kimungu itokee. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 14, tukianzia mstari ule wa 20, Biblia inasema kwamba ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli, napo palikuwa na lile wingu na ile nguzo. Anasema kwamba lakini lilitoa nuru, yani giza lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawa walipokuwa wamewakaribia katika kipindi hicho cha mapigano, yani maadui walipokuwa wamewakaribia wana wa Israeli katika kipindi cha mapigano, Mungu aliamuru giza liweze kutoa nuru. Kumbe kuna namna ambayo tunaposimama kwenye maombi, kuna namna ambayo tunasimama kwenye nafasi zetu katika mapigano, Mungu anaamuru mambo yalikuwa yanaleta giza, nuru ipatikane. Nasi usiku wa leo tunaenda kumwambia Mungu ya kwamba kila mahali ambapo shetani ameweka giza, kila mahali ambapo kuna giza, kuna vitu vyako vimekuwa vionekani, kuna mambo yako yamekuwa yaonekani, umekuwa na vita kubwa, uoni mpenyo, uoni kama kuna namna utavuka, unaona vita imeandamana, unaona mashambulizi yameongozana, na kuombea na ninamuomba Mungu akutie nguvu kwa Roho Mtakatifu, upokee nguvu ya kwenda kuamuru nuru katika jina la Yesu. Mahali popote ambapo giza lilitawala, Mungu akupe neema. Biblia inasema kwamba wakati huo Mungu alipoiamuru nuru itokee, Musa aliweza kuzuia maji yaweze kurudi nyuma. Maji yakarudi nyuma katika usawa ambao ulikuwepo, yakarudi nyuma ili wana wa Israeli waweze kupata nafasi. Nami nakuombea hilo jaribu lako lirudi nyuma, au maadui zako tunawarudisha nyuma. Hicho kikwazo ambacho kimekuwa mbele yako, na amuru kirudi nyuma kwa jina la Yesu. Lolote lile ambalo limekuwa likiandamana na wewe, lirudi nyuma kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana ikutetee, neema ya kimungu ikupiganie, mkono wa Bwana uwe pamoja nawe usiku wa leo. Basi ingia kwenye maombi pamoja nami. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya usiku wa manane ambao umetupa neema na kibali cha kuingia kwenye maombi. Najua haikuwa rahisi. Usiku huu huenda kuna mtu ambaye anapitia matatizo magumu. Usiku huu huenda kuna mtu anapitia shida ngumu, lakini Mungu umetupa neema kama wanajeshi wako, umetupa neema kama watumishi wako. Nami nakushukuru kwa ajili ya mtu huyu ambaye Mungu umempa nguvu na msukumo ili aweze kuomba pamoja nami. Naomba Mungu muongezee nguvu. Mahali alipokukosea Mungu, ninaomba rehema, natubu kwa ajili yake. Omba rehema, omba rehema mbele za Mungu, mwambie Mungu akurehemu. Kuna mahali unasikia hatia, omba rehema kwa ajili yako, omba rehema kwa ajili ya familia yako, omba rehema kwa ajili ya watu wa nyumbani kwako, omba rehema, muombe Mungu rehema, omba. Usinyamaze, endelea kumwambia Mungu akutakase. Alafu anza kuvaa silaha zote, vaa silaha zote za kiroho. Biblia inasema kwamba basi vaeni silaha za Bwana,
vaeni silaha za Bwana ili tuweze kuingia katika mapambano, ili tuweze kuzipinga ila za shetani. Vaa silaha za kimungu. Mwambie Mungu, ninaomba silaha zako, nami katika ulimwengu wa roho naingia kama mtumishi wako. Naenda kuharibu kila kazi ya shetani, naenda kuharibu kila mipango ya giza iliyofanyika kwa siri. Haribu kila vikao, haribu kila ajenda, chochote kile ambacho kilikuwa kimefanywa juu yako, juu ya mazingira ambayo uliopo, juu ya eneo ambalo upo. Kila mashambulizi yaliyotumwa, iwe ni kwa njia ya ndoto, iwe ni kwa njia ya mawazo, iwe ni kwa njia zairi, tunaharibu na kupangua kwa jina la Yesu. Anza kusambaratisha, anza kutengua mipango yote ya giza, anza kutengua kila kazi ya shetani ambayo inafanyika kwa siri, inayofanyika kwa siri, kila vikao vyao, mipango yao, yoyote yule ambaye anafanya kazi usiku wa leo ili kuweza kuharibu maisha ya watu, ili kutengeneza ajali, ili kutengeneza uharibifu, ili kutengeneza vita. Enda karibu katika jina la Yesu. Haribu mipango yao, vunja kila njia zao, vunja mabawa yao wanaotumia kuruka. Tunapangua kwa jina la Yesu. Hizo nyungo unazotumia kuruka nazo tunaziharibu kwa jina la Yesu. Zile njia unazotumia kuruka tunaharibu hizo njia, zipate shida hizo njia katika jina la Yesu. Kila kazi ya shetani inayofanyika kwa siri wakati huu wa usiku, wale wawanga na walozi wanaofanya ulozi usiku wa leo, tunawapiga kwa jina la Yesu. Vunja, haribu mkubwa wao, piga kuanzia yule wa kwanza mpaka wa mwisho, wafarakanishe, wapige upofu kwa jina la Yesu. Waanze kupigana wao kwa wao. Kila mipango ya giza inayoendelea tunaiharibu kwa jina la Yesu. Iko roho ya shetani wakati huu inaenda huko hospitalini, inaenda kuharibu watoto, inaenda kuharibu watu, inaenda kuharibu wagonjwa. Maroho ya mauti yanainuka. Haribu sasa na wewe katika jina la Yesu. Mungu akupe neema. Huenda kuna wakati nao uliumwa, wakati huo ulikuwa unatamani upate msaada wa kuombewa, na kuna watu wakati huo wanaumwa, wako hospitalini, wanasema Mungu tusaidie. Roho ya mauti imefunguliwa, roho ya giza imefunguliwa, mdomo wa kuzimu umefungua kinywa chake ili uweze kulamba mauti, ili uweze kulamba uhai wa mtu mmoja. Tunabatilisha, tunavunja roho za mauti, tunakemea kwa jina la Yesu. Achia wewe roho ya mauti. Kila uchao unaendelea kwenye hospitali makubwa, tunaenda huko, tunakataa kwa jina la Yesu kumwaga damu za watu wasiokuwa na hatia. Kila mipango ya ajali inayoandaliwa tunaivunja na kuikemea na kuisambaratisha kwa jina la Yesu. Ewe shetani, kila mipango yako tunaivunja kwa jina la Yesu, tunaharibu kwa jina la Yesu. Kila mawakala wa giza waliotumwa kwa ajili yako, waliotumwa kwa ajili ya familia yako, waliotumwa kwa ajili ya nyumba yako, nenda kawaharibu. Haribu njia zao, haribu usemi wao, haribu mipango yao katika jina la Yesu. Ewe agent wa kipepo uliyetumwa kwa siri, na kukemea kwa jina la Yesu. Wenda kuna watu wapo karibu yetu, wengine ni marafiki, wengine ndugu zetu, kumbe wanatumiwa na shetani ili kuyafuatilia maisha yetu. Nenda kapige, nenda kaharibu, nenda kawapige upofu. Yoyote anayeliita jina lako, yoyote anayelitumia jina lako, yoyote anayetumia jina lako, anayetumia kibali chako, akuachie kwa jina la Yesu. Achie nyota yako, achie kibali chako, achie kibali cha familia yako, achie kibali cha uzao wako katika jina la Yesu. Kila mipango ya yule mwovu shetani tunaiharibu usiku wa leo, tunavunja kwa jina la Yesu. Tunasambaratisha roho za hofu na uoga, vitisho vya giza, visasi vinavyotumwa, tunakataa roho za visasi, kataa malipizi yanayotumwa kwako, mashambulizi mbalimbali kwa jina la Yesu. Maisha kuwa magumu, ugumu unaotokea mbele yako, kemea, piga kwa jina la Yesu. Tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto. Vamia hizo kambi za giza, vamia kambi za kipepo, vamia kambi za ushetani, vamia kambi za giza katika jina la Yesu. Roho za uharibifu, roho za kipepo nazoharibugi mambo, nazovuruga mambo, tunavunja na kukemea, toka kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Tunatuma moto, tuma moto mara 7, tuma moto mara 7. Angusha kila kuta, angusha kila ngome, angusha kila madhabahu, angusha kila mipango, angusha kila kazi katika jina la Yesu. Batilisha. Yani nenda kila kinyume na kila lolote linalopangwa katika ulimwengu wa roho. Nenda kinyume nalo. Kemea, haribu kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, simama mwenyewe. Ni wakati huu Bwana, nainua jina lako, naanza kuomba, naanza kulitia jina lako. Bwana, naomba msikie mtu huyu, mahitaji yake ambayo amekuja nayo, amani ya moyo wake ambao anatamani Mungu mtendee, haja ya moyo wake ambao anatamani Mungu kutane nayo. Baba, kutana mtu huyu sasa, anza kupeleka mahitaji yako. Una vitu vya siri unatamani Mungu akusaidie. Unasema, Mungu, hii ni haja ya moyo wangu, natamani unisikie, natamani Mungu usikie maombi yangu. Mwambie Mungu. Huenda kuna tabia unatamani Mungu aibadilishe, huenda kuna vitu unatamani Mungu akutendee, huenda kuna jambo unatamani Mungu anyoshe mkono wake akuguse. Mwambie usiku wa leo ni usiku mzuri ambao utaenda kuleta matokeo, utaenda kuleta majibu, utaleta ushuhuda, utasema hakika nimeuona mkono wa Bwana. Mungu akusaidie usiku wa leo, Mungu akutie nguvu, Mungu akujibu haja moyo wako katika jina la Yesu. Endelea kuatamia maombi yako, mwambie Mungu haja moyo wako. Hicho unachokisema sahihi unaweza kuona ni kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho Mungu anaenda kukujibu. Utaenda kuona matokeo, utaenda kuona neema ya Mungu, utaenda kuona matokeo. Usinyamaze kimya. Kataa roho
unaweza kunyamaza kimya. Shetani anaweza kukusaulisha, asikupe wepesi, akakupa uzito wa kutamka. Kemea roho ya uzito, roho ya kupiga miayo tu, roho ya kuchoka, roho ya kusikia usingizi uzito, roho ya kuhamishwa ufahamu. Unaona kama uko mbali, unaona kama kuna mahali upo, akili yako imeganda huko. Nafungua ufahamu wako, nafungua akili yako, nafungua akili yako, nafungua nguvu zako. Pokea nguvu za kiroho, pokea nguvu za kiroho, pokea wepesi wa kiroho. Magonjwa kuachie, mashambulizi ya kuachie, kukataliwa toka, kucheleweshwa toka, katika jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Toka kila vitu vya giza, vifungo vya kila namna, na amuru ufunguliwe. Pokea ufungulivu, pokea deliverance katika jina la Yesu. Pokea ufungulivu, funguliwa kuanzia sasa. Minyororo yote ikatike, magonjwa yote ikatike, mapepo, majini, mahaba ya kuachie toka, mandoto mabaya toka, visasi na mashambulizi toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natabiri kwamba Mungu akufungue. Natabiri ushindi kwako. Natabiri amani ya Mungu irejee maradufu kwako. Endelea kuomba. Ombea ndugu zako wako mbali na wewe, waombee, waambie Mungu akutane nao. Ombea kama una mume, muombee sasa. Una mke, muombee sasa. Una mahusiano, yaombee sasa. Kuna mahali unatamani Mungu akusaidie uweze kukutana na mtu sahihi, Mungu akutanisha na watu sahihi katika vitu vyako. Mwambie Mungu sasa, mwambie Mungu niko tayari. Unatamani uweke ulinzi kwa familia yako na watoto, weka ulinzi sasa. Una wazazi, waombee. Una chochote kile, kiombee. Una biashara, una kazi, ombea, weka ulinzi. Biblia inasema kwamba hata kama kuna watu wanalinda mji, wanakesha, wanafanya vitu vyote, lakini kama Bwana asipoulinda mji, basi wakeshao wafanya kazi bure. Endelea kuweka ulinzi katika mazingira yote, endelea kuweka ulinzi katika vitu vyote, endelea kuomba. Ombe hata watumishi wa Mungu. Kuna wakati wanahitaji msaada wa kiroho, maana wanajitoa kwa ajili ya kazi kubwa, lakini wao wanakosa watu wa kuombea. Waombee. Muombe mchungaji wako, niombea hata mimi unanisikia. Endelea kuomba kulingana roho anavyokufunulia. Ombea rais wako, ombea taifa lako. Omba vile Mungu anakupa mwongozo, na muombe Roho Mtakatifu akusaidie. Roho Mtakatifu akamate maneno yako, akamate kinywa chako, akuongoze. Usiombe vile utakavyo, bali Roho wa Mungu mwenyewe akuongoze vile apendavyo, katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Unaweza kaendelea kuomba kadiri ya Roho wa Mungu anavyokuongoza, kadiri ya neema ya Mungu iliyo ndani yako, na utaenda kuona mkono wa Mungu. Hongera kwa maombi ya usiku wa manane, nami nakuombea Mungu akusaidie, akutie nguvu, usichoke, na akupake mafuta usiku wa leo, ukaione neema ya Bwana. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndedwa. Naamini Mungu amekuhudumia kupitia kipindi kizuri cha maombi ya usiku wa manane. Umeguswa, unatamani uende kupokea maombi zaidi, karibu kuwasiliana nami kwa namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp unaweza kaniambia Mungu amekutendea nini, au ukaniambia unahitaji maombi zaidi kwa kuandika jina lako na mahitaji ambayo unatamani tuyaweke mbele za Mungu. Mungu akubariki, akutendee mema, uwe na wakati mzuri. Mungu